Mbunge Babu Owino ambaye ni msomi sana amejibu na kunguruma zaidi kwa Watanzania waliotupia nchi ya Kenya cheche za matusi. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Mvutano unaoendelea kati ya Kenya na Tanzania umeibua mshtuko na masikitiko miongoni mwa Wakenya, hasa baada ya kushuhudiwa jinsi bunge la taifa la Tanzania pamoja na sehemu kubwa ya uongozi wa juu wa nchi hiyo walivyoshiriki matusi na dhihaka dhidi ya Kenya. Hatua hiyo imeonekana kama kushuka kwa kiwango cha hekima na busara ya viongozi na imelaaniwa vikali kwa kuharibu uhusiano mwema uliodumu kwa miongo mingi kati ya mataifa haya mawili. Mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino ndiye aliyetoa kauli hiyo kali, akilaani kile alichokitaja kuwa ni kushuka kwa hadhi ya viongozi wa Tanzania kushiriki vijembe visivyo na msingi dhidi ya nchi jirani. Kupitia taarifa yake, Babu Owino alieleza kusikitishwa na namna raia wa Kenya walivyovuka mpaka kwenda Tanzania kwa amani, walivyokamatwa, kuzuiliwa bila mawasiliano, kuteswa na kisha kufukuzwa nchini humo. Alisema kuwa hali hii ni ya kusikitisha kwa kuwa mataifa hayo mawili yanashirikiana kihistoria, lugha na hata urithi wa kifamilia na kiutamaduni. Kwa mujibu wa mbunge huyo, watu wachache wasiothamini historia ya ukanda huu wanajaribu kuanzisha uhasama usiohitajika kati ya wananchi na mataifa haya, na alisisitiza kuwa viongozi hubadilika lakini mataifa ya wananchi wake hubaki. Hivyo basi uhusiano wa kindugu kati ya Kenya na Tanzania haupaswi kutishiwa na matakwa ya watu binafsi walioko madarakani kwa muda tu. Babu Owino pia alikumbusha kuwa mipaka ya nchi nyingi za Afrika ilichorwa kiholela na wakoloni bila kujali asili ya watu waliokuwa wakiishi maeneo hayo. Kwa msingi huu alisema kuwa Wakenya na Watanzania ni watu wa jamii moja waliogawanywa tu kwa kalamu ya kikoloni. Akasisitiza kuwa kama wakoloni walishindwa kutugawanya, basi hakuna kiongozi wa sasa atakayefanikisha hilo. Na katika kueleza umuhimu wa mahusiano mazuri ya kikanda, Owino alitoa mfano wa ushirikiano wa kimataifa kama vile BRICS, G7 na G20, akisema kuwa dunia inashuhudia mataifa yakikuza miungano ya kiuchumi kwa ajili ya maendeleo. Hapa alionya kuwa mivutano ya kijinga ya kisiasa kama hii haitasaidia katika kujenga jumuiya imara ya Afrika Mashariki yenye uwezo wa kushughulikia changamoto za kisiasa na kiusalama kama zile zinazoikumba Somalia, Sudan Kusini na DRC. Akizungumza kuhusu hali ya kisiasa nchini Tanzania, Babu Owino alilaani kile alichokiita ukandamizaji wa wazi wa wanasiasa upinzani, akisisitiza kuwa katika karne ya sasa viongozi wanapaswa kutafuta ridhaa ya wananchi kupitia kura badala ya matumizi ya mabavu. Alimtaka Rais Samia Suluhu Hassan kuonyesha ukomavu wa kisiasa kwa kuwakumbatia wapinzani wake badala ya kunyanyasa. Hatimaye mbunge huyo alitaka Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo inajulikana kama IGAD na Umoja wa Afrika kuingilia kati mara moja kwa mazungumzo ya maana yatakayosaidia kupunguza mivutano, kuimarisha usalama wa kieneo na kuhakikisha uhuru wa watu na bidhaa kuvuka mipaka bila vikwazo. Alisisitiza kuwa haki za msingi za wanasiasa na upinzani ni nguzo muhimu za kidemokrasia na zinapaswa kulindwa kwa gharama yoyote.